شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. بعدكم شكور الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hadana ila alkhair wa ab'adana an sharri wa ahya alfadail, mtume ambaye ametongoza katika mambo ya khairi, ametuweka mbali kutokana na mambo ya shari, na ameuhisha mambo yaliyokuwa bora. Ahiba fillah, tunaendelea na kitabu chetu katika swali na majibu fi aqidati tauhidi. Leo tupo katika swali la 79 ambalo linasema mashafaatu allati takunu yaumal qiyamati, ipi shafaa itakuwa hiyo shafaa siku hiyo ya kiyama? Jibu lake hiya at-tawassutu. Shafaa maana yake ni ukati inda Allah subhanahu wa ta'ala. Ukati huo unapatikana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bijalbi manfaatin. Ukati huo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala unakuwa wenye kuleta manfaa li ahadin, kwa mtu yoyote. Mathalan, labda mtu amehukumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika madhambi yake, amehukumiwa aingie motoni, lakini inapatikana shafaa kwa huyo mja kuingia peponi. Kwa hiyo ni manufaa kwamba mja huyo amepata shafaa ya kuingia peponi. Au daf'i madharatin, au shafaa inapatikana kwa kuzuia madhara an ahadin, kutoka kwa huyo mtu. Mathalan, kama tumeeleza kwamba katika hesabu yake ameonekanika na makosa mengi, au anakosa ambalo litakalompeleka kuingia motoni kwa muda kadhaa. Kwa hiyo kutokana na kosa hilo, basi itapatikana shafaa upande wake kwa lile kosa, basi nakuwa lenye kufutwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni shafaa. Swali la 80, hal tutlabu shafaatu min al-amwati? Je, katika Uislamu au katika hiyo siku ya kiyama, je, hutakwa shafaa kwa waliokufa? Yani mtu anatoka anaenda makaburini au yuko nyumbani kwake, anafanya tawassul za shafaa, kutaka shafaa kwa wale ambao waliokufa, ima kwa mja mwema au kwa manabii. Jibu lake ni kwamba la tutlabu shafaatu, haitakwi hiyo shafaa min al-amwati, kwa wale waliokufa. Lianna shafaata, basi tambua wewe Muislamu, hakika hiyo shafaa milkun lillahi wahdahu, ni miliki ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, qul, sema ewe Muhammad, lillahi shafaatu jamia, hakika Allah ni mmiliki wa shafaa zote. Naam, hakika Allah ni mmiliki wa shafaa yote. Kwa hiyo hapo hakuna mmiliki wa hiyo shafaa zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Swali la 81, ma shurutu shafaati, zipi sharti za shafaa? Tumeshaeleza shafaa ni nini. Jibu lake ni shurutu shafaati ithnani, sharti za shafaa ni mbili. Al-awwal, sharti ya kwanza katika shafaa, idhnu lillah, ruhsa au idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala lishafi'i, kwa huyu mtu ambaye anaifanya shafaa, an yashfa'a, ili afanye shafaa. Mfano, Allah subhanahu wa ta'ala amenipa mimi ruhsa, au amempa mja mwingine ruhsa ya kufanya shafaa, awaombee ndugu zake kwamba ima amfanyie maombi ambayo ya kuondosha madhara au kumpa manfaa. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, man dha alladhi
yashfa'u indahu illa biidhnihi, hakuna kwa yule ambaye anaweza kufanya shafa'a mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala, au mbele zake huyu ambaye anataka shafa'a, illa biidhnihi, isipokuwa kwa ruhusa ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwamba Allah akikupa nafasi ufanye shafa'a, basi utawafanyia wale shafa'a katika vipenzi vyako au watu wako wa karibu, ima kuzuia madhara au kuleta manfaa. Athani, katika aina ya pili ambazo tulizozisema, aridha lillah, shafa'a hiyo kwanza ipatikanike ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala, anil mashfu'i lahu, kwa yule ambaye mwenye kutakiwa shafa'a. Sio hiyo shafa'a inampata kila ahadin, la, kwamba shafa'a haimpati kila mtu, isipokuwa hiyo shafa'a inampata yule ambaye mwenye kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wala yashfa'una, wala hawamfanyi shafa'a hao wenye kutaka shafa'a, illa liman irtada, isipokuwa yule mwenye kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, isipokuwa yule mwenye kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Swali la 82 nasema, liman takunu shafa'ata tuni. Tumesema imma aina ya kwanza, huyo mwenye kutaka shafa'a kateuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala afanye shafa'a, na pia huyu mwenye kutakiwa shafa'a au mwenye kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tuone nani ambaye mwenye kutakiwa shafa'a, mwenye kuridhiwa shafa'a na Allah subhanahu wa ta'ala. Jibu lake linasema kwamba takunu fi ahli tauhidi, kwamba hiyo shafa'a itawapata au watanufaika nayo wale watu ambao wenye tauhidi. Wenye nini? Wenye tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wameambatanisha katika tauhidi yao makosa madogo madogo, sio yenye kumshirikisha Allah, wala sio wale madhambi makubwa, hapana, bali isipokuwa wale wenye tauhid kisha wakavaana na madhambi madogo madogo. Wadalilu qaulu nabii sallallahu alaihi wasallam, na dalili kauli yake Mtume sallam, as'adun nasi bishafaati yaumal qiyama, atakayepewa nafasi miongoni katika watu kwa shafaa yangu siku hiyo ya kiyama, man, mtu ambaye qala, amesema la ilaha illa Allah khalisan, hiyo tauhidi, kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, khalisan, hali ya kujitakasa hiyo tamko, au hali ya kulitakasa hilo tamko, min qalbihi, moyoni mwake, kwamba anamwamini Allah, akasimamisha swala, akafunga, akatoa sadaka. Ndani ya kufanya hayo kisha akawa na madhambi madogo, basi tambua hiyo shafa'a nditamkuta kwake yeye. Ila yule ambaye akasema ashhadu an la ilaha illa Allah kiswa bighairi khalisan min qalbihi, pasipo na kuitakasa hiyo la ilaha illa Allah katika moyo wake, shafa'a haitompata mja huyo. Nadhani tuishie hapa.